Mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, amewataka waendesha vyombo vya moto mkoani humo, hususan bodaboda, bajaji na guta, kufanya kazi zao kwa heshima na kujivunia mchango wao katika jamii. Mtaka ameyasema hayo wakati wa kikao kinachowakutanisha zaidi waendesha vyombo vya moto 1400 kutoka maeneo mbalimbali mkoa wa Njombe ili kusikiliza changamoto zinazowakabili na kusisitiza kuwa sekta hiyo ni muhimu katika kukuza uchumi wa nchi na kupunguza tatizo la ajira kwa vijana. Kiongozi wa serikali hapa kwetu kwenye mkoa aone na bodaboda aanze kukutana, apige. Mimi naamini kwamba kama kuna jambo anaona amekwanza sana na bodaboda, atamwambia ndicho nikeni kuniongea. Aidha, Mtaka amesema serikali inatambua changamoto zinazowakabili waendesha vyombo hivyo, zikiwemo kupanda kwa gharama za mafuta, na serikali inaangalia namna ya kuwawezesha kutumia pikipiki za umeme kwa gharama nafuu. Na mageuzi ya pikipiki kutoka kwenye mafuta kuja kwenye umeme yaanzie Njombe hapa. Na kwa kuanzia tutapeleka nini watatu chini mwezi wa 5. Kwenye mtawa na passport muone pale data viongozi watatu au tawalipia. Amewataka waendeshaji wa vyombo vya moto kutii sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali. Polisi liko macho, utafanya mara ya kwanza utafanikiwa, mara ya pili, lakini mara ya tatu utakutia mbaroni na utajikuta umekwenda kwenye vyombo vingine vya sheria na ukashindwa kujenga uchumi wa nchi yetu. Katika kikao hicho, kiongozi wa waendesha vyombo vya moto ameeleza changamoto wanazokabiliana nazo mtaani. Mtaani huko zinatembea pikipiki nyingi sana zisizo na usajili wa plate number. Hali kuwa wao ndio wasimamizi wa hivi vyombo. Mnatusababishia limbuko kubwa la wezi, wakabaji, kwa sababu wanatembeza hivi vyombo vya moto bila usajili. Jina langu ni Helmina Donat, Dodoma TV.